ko moko timisatu. Na usomi ya pili, ile ya kwanza matatusomea ni mama. Mama ndiye atakayela biso ya liboso. Ya pili atatusomea mama Judith. Mama Judith kozwa atakayela biso Jean chapitre 1 Yohana mokapo ya liboso verset 14 tout. Olongona ngo ya 14. Jean 1:14. Yohana moko 14. Yengine taisoma baadaye. Mosusu tukutana yango na sima. Na kama ulishaandika, soki deja komi, tunaweza kusikia msomaji wa kwanza. Tukoyoka motangi na biso liboso. Karibu mama representa kwa usomi wa kitabu cha kwanza. Ndio neno la sema. Inasema nini? Katika mwanzo alikuwa neno. Katika mwanzo alikuwa neno. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Na huyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Huyu neno kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa Mungu. Rudia tena pale mama pole pole. Pale. Verset 3. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu. Vilifanyika kwa huyu nani? Neno. Na pasipo yeye hakikufanyika hata kitu kimoja. Hakuna hata kitu kenye kilifanyikaka. Kilichofanyika. Amen. Amen. Karibu kwa usomi wa pili mama Judith, Yohana ile 1:14. Tusome neno la Mungu. Na neno alifanyika mwili. Ule neno mwenye alikuwaka pamoja na Mungu alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Akakuya ikala na sie. Tukatazama utukufu wake. Utukufu ya ule mwalikuwaka mbinguni tukaiona. Utukufu kama wa mwana pekee aliyetoka kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Amen. Amen. Tunaweza kaa. Bwana isika. Tunashukuru sana kwa wazazi kwa ile usomi ambao umetusomea. Totoni matondo na mababa biso na motanga wote tutakila biso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo yetu ya magharibi ya leo, malakisina biso ya popo ya neno, inasema uwezo wa neno. Ezali koloba makokito makasi ya liloba. Uwezo wa neno. Makoki ya liloba. Wafaransa wanasema la puissance de la parole. Uwezo wa neno. Amen. Amen. Na ili uweze kuelewa hii somo, maana mimi nataka ukirudia urudie na kitu. Kwa sababu ni kwa hii tutaendelea. Na wahubiri wengine watasonga mbele. Lakini kwanza leo ninataka nikupe kwa mwanzo uweze kuelewa. Ili kila wakati unaposoma hii andiko uweze kuielewa. Kwa kuelewa hizo tutakuwa na maneno matatu ambayo nitakusii uisikie vizuri. Neno ya kwanza kwa Kifaransa inasema cri. Na lo Faransa biko ganga to koganga. Cri. Neno ya pili eloko ya mibali la voix. Mondongo. Neno ya tatu ya misatu la parole. Liloba. Ili uweze kuelewa somo, inakubidi ujue tofauti ya haya maneno matatu: le cri, la voix et la parole. Tajikaza kuelewa vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Kifaransa mimi nasema hivi: le cri c'est l'éclat d'une voix qui est poussée avec un effort.
Kwa Kiswahili, maana Swahili iko mpe pauvre. Swahili za kabana maana kama weebelete ile tikingala. Ni kusema kutosha sauti. Ilobiko komimisa mongomo. Unaitoa kwa nguvu. Unamwona mbona makasi na yenyoso. Na unapoitoa kwa nguvu. Ipenda mongozo kanga mongo. Wala uko na exprimer. Mongozo la kisa. Une joie. Esendo. Wala una exprimer souffrance. Rosa liko la kisa pasi somo. Wala una exprimer douleur. Rosa liko la kisa minyoko sana. C'est ça ce qu'on appelle un cri. Hiyo ndio wanaita kulalamika. Voilà, kulalamika. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna tofauti ya kulalamika. Ezana bokeseni yako kanga. Kuna tofauti ya kusema. Ezana bokeseni yako loba. Na kuna tofauti ya kuongea. Ezana bokeseni yako solo. Maana katika kuongea, mtu anatafutaka aelewe maneno ya ile ongezi. Maana kuna kuwaka wakati ambao mtu anakuambia huko nasema nini? Nisiseme yangu ki. Nimesikia sasa kama umesema. Ulisikia tu sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa uko natembea. Alafu unajikwaa. Sima otutani. Sasa leo unakwala. Na sima otutana. Unasema ai. Ugangi mwa ai. Umesema nini? Wano lobini. Huko neno umeongea? Ezane loko lobiona. Ai. Ai. Mtu matakuona akakusoma kusura wala atasema huyu mtu amelumia wala ana maumivu. Ile maumivu inaweza kukusukuma unakusekri. Jana tulikuwa hapa kutangazo ya mwisho, mchungaji akatoa tangazo. Nilikuwa nimetoka nje nikasikia umesikia ile kri ya kwanza na ya pili. Ai! Ai! Yote ni kri. Yote zaliko kando. Lakini yote haiongee message moja. Yote zaliko Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi si kwake fane wa ekipe, jusi na ekipe. Papa Moise azakane fane ekipe te kwa sana ekipe te. Mukorogane Koreale Barca Madrid Barca City para kunyetani. Mimi vile siliwa. Yeye baka magamba banote. Mimi naangalia tu movement inakuwa. Ataka kama maloleke leo kumwelekiwa. Mimi nauliza atuni huko nini? Eza nini sawa? Huko jeni mweka kama huko match. Kioza jeni ya wapi yo ni match za hite. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini bafane ya kabumbu. Kasi bafane ya balo. Zane huko mbele ya TV. Na kozali boso ya televizion. Huko naona match. Boso la match. Mwenye iko nje. Oya sali manda. Huko pia unaweza puse. Ezako kama ukiko kama. Anayua tumeshinda. Beba kitolongi. Au tumeshindwa. Alongi biso. Utakutana wakayaza. Ukakuta soki batie kwa gol. Kama yote wow! Wow! Tukashindwa. Soki balongi biso. Unasikia sauti? Oyoka asimu mbongo. Unasikia tu? Oyoka kimya. O gardeni pumbafu kabisa. Ndio zapenda kiwelewe. Bakataka kumene bi, bakataka ingiza bi kweli. Kati ya biye pana biso. Sio unataka exprimer ke haufurahie. Ndio la kisa kwa usepeli na mote. Na kama mtu anasema, mbona wao wanataka kuanzisha watu? C'est pourquoi Yangoti cri tokanga haiko neno. Ezali lo matwe. Lakini mwenye atakusoma, oya tokanga yo. Jo atajiambia ulitaka sema nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti maana yake nini? Mungongo elilo batini. Maana kulalamika na sauti iko tofauti. Mwani koganga pe mungongo ezana bokeseni. La voix c'est l'ensemble des sons qui sortent dans la bouche d'une personne. Sauti mungongo ni sauti kwa wingi zinazotoka katika kinywa cha mtu. Mungongo na wingi ezobi manakati ya mono kwa mtu. Ndio kisi inasemeka kwa Swahili. Ndio na Swahili yelobi. Alafu sika. Senye huko naomba. Na mongozo ndela. Inakubidi ujiswali. Esekeli ozalako mituna. Je,
Hapa mimi naweza lalamika au tu nitoe sauti. Biblia inasema Hana alipoenda Shilo, baada ya kutoa sadaka, ibada imeisha, watu wote wakarudia nyumbani, lakini Hana akajiambia moyoni ya kwamba pamoja na matatizo ninayopitia, leo sitarudia kuimba mpaka Mungu aongee kitu. Maana kuna Mungu kulalamika, lakini sharti Mungu aongee. Ndipo Hana akajimwanga mbele za Bwana. Alipojimwanga mbele za Bwana, Biblia inasema sauti haikutoka wala hakulalamika, lakini maneno aliyoyaongea yakafanya midomo ipike. Unaweza ongea bila sauti. Ningali kumwanzo, ndio maana hujanisikia. Ninasema kuna namuna unaweza ongea bila sauti, lakini haijuae magumu ya moyo. Hana haja ulalamike, ana haja ya kusikia maneno ya moyo. Na moyo unapoongea, sauti haina maana. Moyo unapoongea, kulalamika haina maana. Maana atazamaye moyo aelewe katika moyo, anajibu maneno ya moyo. Mungu anapendaga kujibu. Hana haja asikie sauti, atasikia maneno ya moyo. Wapia Yesu mapenda. Troisième élément, la parole. La parole, c'est une suite de mots qui exprime une pensée, un sentiment, soit une vie. La parole, c'est une suite de mots. Voilà, c'est une suite de mots qui exprime une pensée, un sentiment, ou une vie. Na ni hapa ndipo tutaingilia leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika mwanzo kulikuwa neno. Huyu neno alikuwa na mawazo ya kutengeneza dunia. Neno akaongea. Neno alipoongea, Biblia inasema kumstari ya 3, vitu vyote vilifanyika kwa neno. Ni kusema huyu neno alikuwa Mungu, na huyu neno ni Mungu mwenyewe. Sasa neno akaongea. Alipoongea akatosha lenye lilikuwa muyeye, akalimaterialize. Ipo Biblia inasema katika mwanzo ya kwamba Mungu akaumba mbingu na dunia. Mungu hakuiumba kwa matendo, aliiumba kwa neno. Ni kusema Mungu alitamka yenye lilikuwa muyeye akavitosha. Ndio maana methali inasema jinsi mtu awazavyo ndivyo alivyo. Jinsi uko na waza jinsi unapasha sema. Hauwezi sema yenye haukuwaza.
unasema wenye haukuwaza. Sasa watakuuliza utakosa majibu. Biblia inasema Mungu akaongea. Sasa kwa ile 14 jo kwenye Yohana anaandika, anasema ule neno mwenye alikuwaka mbinguni, kwenye sie watu wawili hatuwezi kufika. Mungu akaona kwa kuokoa mwanadamu inanibidi huyu neno imupe mwili aende ishi pamoja na watu wawili, watu wawili wamuone na waone utukufu wake. Mungu akakuya ishi na wewe na akaingia ndani yako utukufu wake. Dunia itake ikatae, utukufu wa Mungu utaonekana. Inarudilia nasema Mungu akateside atoke katika utukufu wake akiwe ikala mwewe. Dunia ikubali isikubali, utukufu wake, utukufu wa kimungu utaonekana. Tena utukufu ya Mungu haitalomba autorization. Saa inafika wenye wako wanaona, watasema hapa hakuna kalikile ingine, ni Mungu mwenyewe ndiye anayeonekana. Kuko mtu lingine hautapenda watu waone, lakini wenyewe watajionea. Inatabiri kama mtu wa Mungu yenye watu walifanya sambla kuona, sa utukufu wa Mungu unaonekana. Wataona na hawataki maana utukufu wa Mungu sio unashuka. Je prophétise comme un homme de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, comme les aveugles auront l'opportunité de voir, parce que l'onction de Dieu et la gloire de Dieu ne peut pas passer inaperçue. Jésus-Christ n'a pas de cri, il n'a pas de voix, mais il a la parole. Dieu n'a pas de cri, Dieu n'a pas de cri, il n'a pas de voix, mais il a la parole. Et cette parole, ça s'appelle la vie. Quand il libère sa parole, même les morts trouvent la vie. Les malades retrouvent la guérison. Car il est la vie. Il est la vie. Et encore la vie en abondance. Dieu, il est la parole. Et quand on le reçoit, on ne reçoit que la vie. Acha Mungu alete uzima, ale yake na masauti, akuye na neno, na ile neno ifanye vitu. Hii mwaka tungali kumwanzo, hatutaenda na hii yenye Wafransiste wanasemaka que c'est le début qui donne l'allure du voyage. Bien que février na mars les choses ne tiennent pas, mais nous croyons à la parole. Et toutes choses se feront par la parole. Toutes choses se feront par la parole. Il nous le laisse à Kaka.
neno. Mungu ke neno. Anasema Mungu ke neno. Uwezo wa neno maana yake kunaandika la puissance de la parole. La puissance de la parole, c'est une force, ni nguvu, ça a un pouvoir, ni uwezo, c'est une grandeur ni ukubwa fulani qui accompagne cette parole. ambao unatembea pamoja na neno. Tunapoongea nguvu na tunatazama makoki ya neno, yaliyoba ni kusema elikigoroba, hakuna neno ewako moko tiko kiguza yenye haikwake na nguvu. Oyo zalaka makasi te. Mina rubilia Tozoge mke. hakuna neno Iloba moko tiko kiguza yenye haikuwake na nguvu. Oyo zanga makasi. Ni kusema hivi, Elikigoroba boy, kila neno liloba nyoso inakuwaka na nguvu. izalaka na makoki. Lakini kuna neno Kazi ezabe na liloba yenye iko juu ya maneno. weza likoro ya maloba. Mutafsiri ingine Na mosusu ni mosusu, kuna nguvu eza na makasi yenye iko juu ya nguvu zingine. eza likoro ya makasi mosusu. Ni kusema nini? Elikigoroba nini? Kila neno Liloba nyoso yenye inaweza kutamkwa oyo kokiko lulugama inasindikiziwaka na nguvu. ekaba makana nguya moko ocho Yeye tunaita puissance. yakozokoleka nguya Sai president akakwambia na ngogola soki mokonzi yako kayebisiyo inakupa goma yote nazopesa na pesi yoko mobimba pale pale, wana mwenye ataanza kukutumikia oyo babana kosalera yo ni gouverneur guverneur alikosakela wako, kutakuya walinzi, ebana ye wakati likoba koya utashanje warafiki okobomola bakamalani na bawazazi utashanje moyen de déplacement, usanjelo lile na yo kokende utashanje alimentation, lile na yo kobombwa utashanje style. molako kuve kobombwa kwa mbali Ile yote nyoso oyo nyoso itu kulikuwa neno ezakoli iloweza yenye mtu aliongea. moto alubaki Haujalielewa. na ndio kile Sai mama yako akakwambia yoka na ngoroko mama ya Yesu kuanzia sai ko banda sika ao wewe ndio unakuwa mama huyo. yego ko mama na ndako huyu Bafie wananielewa pale. bafiki bozoyo ko mambie Unafanyaje? Iko naambia grand frère yake. omone ko kwa Isa yeye Niko naambia mshote. na sasa ndio kutoka mai Mko nafasi mla. bozoyo ni bozoyo pate Utaona kwenye mtakolia. kwa sika kulia leo Kwa nini anapata uwezo wa kuongea? lazima kukia kuno Ana kuko mtu mwenye iko yake. Mwenye anakupa kufua. Ya kuongea. Ole grand frère. Wako obligé. Alete mai. Sai. Kuna mtu juu yake. Ana mamlaka kunisaidia. Sio mnaiko ananiambia. Nikwambie ya kuwa. Dunia ikubali. Hata miezi 6 ienee. Na unapata kazi. Neno ataongea. Na sio neno anaongea. Miezi 6. Hata miezi 10. Utaisahau. Na neno ameongea. Inaiashiria. Tukiashiria. Unaanza kuiashiria. Niko nasikia kunitakia malizia. Wewe utakuwa umefika. La puissance de la parole. uwezo wa neno Kwa heshima kubwa mama representante tusomee na botosi mama atakila bisusu Yohana 11 Injili mokana na Yohana sakoli zoni na moko 39 tukumisa tunalibwa mpaka 41. tukusukisa tukumine na moko Injili ya Yohana yoka Mateo to mosakoli Yohana 11 zoni na moko 39
mpaka 41. Na utaruka unasoma 43 mpaka 44. Manake utasote tu 42. Okay, karibu mama. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu akasema, mwondoshe jiwe. Utoshe kwanza lishiwe. Martha ndugu mke ya yule mtu aliyekufa, Martha sœur yake ya maiti, akamwambia Bwana, akaanza patia Mungu proposition. ananuka sasa. Mwenye huko nasema tutoshe lishiwe ni kiozo. Amekuwa maiti siku hii, alishakufa ya 4 jours. Yesu akamwambia, sikukuambia Martha, sasa tulikuwa natoka kwenu, si nilikwambia kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Hautachunga mpaka ufunge macho useme rita konte jona utukufu. Utaona na macho ya nyama. Basi wakaondosha ile jiwe. Lijo kwanza likatoka toka bahari maiti alipowekwa. Pale kwenye kulikuwa embembe wakatosha lijiwe. Na Yesu alinyanyua macho yake. Neno akanyangula macho. Akasema nini? Baba. Neno akaongea, Baba, ninakushukuru kwa sababu ulinisikia. Umenisikia. 43. Wakati alipokwisha kusema maneno haya, sana maliza vile alikuwa anaambia Baba, akapaza sauti kubwa. Hakuishia kusauti, sikia sasa. Lazaro. Akapewa neno, Lazaro, toka kule kuya nchi. Na yule aliyekufa, na yeye aliyekufa akatoka nchi, akifungwa mikono na miguu. Alikuwa anafungiwa mikono na miguu, na uso wake umefungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia, sasa Yesu akaambia walikuwa pale, mumfungue. Mungu na ngoja nini? Mungu mfungule aende zake. Na aende zake. Nimekwambia hivi. Na Yesu akwake na cri. Yesu akaga bati. Il n'a pas aussi de voix. Na hana sauti. Lala pale. Yeye iko na neno. Unajua kule kumwanzo jinsi ilianza. Oyebile bande nene makambandaga. Yesu anakamata familia. Yesu azili bota mobo. Selon la tradition juive. Kolana na lolenge ya bajuifu watakobika. Wayahudi wanajua ya kwamba Bayuda bayebi yete pendant 3 jours na kobada mikrobisa tu mwenye alikufa, mtu akokufa anaweza kufufuka. Akokiko sekwa lisusu. Anayua eloko na bayebi ya mwana. Que espoir que elikia ikatikie au moins ku 4e jour. Ekiko kata na mkono na mine. Mais dans 3 jours kasi na mikrobisa to anajua kama bazana boyebi yete Samuel ekokiko sala anaweza akokiko zonga lisusu. Sama tu roho njoo ilipumzika. Yesu motema ndeka mama ikaka. Na pengine akapata kahewa. Kasusukia suimwa mopepe libada. Anaweza. Akokiko zonga lisusu. Ni mila ya Kiyahudi panda. Waweza kikokoko ya Yuda na mikrobisa tu. C'est pourquoi Martha akamwambia. Yamati na Martha ndeko na yeye Elisa. Ulikuwa wapi? Yo salavi wapi? Maana maiti tuliingoesha. Tozelisa kiambo. Sasa tunaona haukuna. Na mbata kutomoni urume leo yeye. Sema shusa ilienea. Hapo mokolabisa tekoka ki. Tukaenda Leo kuna yao. Sasa unakuya kwenye matumaini. Esika elikia. Matumaini. Elikia. Imekatika. Unakuya fanya nini? Yesu akamwambia. Yesu alisiye. Ndugu yako ndeko na yoro hajakufa. Nani akufite? Analala. Asolala. Yuka. Mukatrie meshu. Na mokolo nini? Mukatrie meshu. Mokolo ya mini bandeko. Mtu amwambie. Moto wa Israeli. Mwenye anaanza fanya hivi. Moto akomi kosala kui. Analala. Asulu kuna parfait alali. Martha akaangalia. Akasema Yesu. Yesu. Mimi
mwisho unaweza kufura lakini hapana leo. Siku za mwisho siku utapiaka kuchukua kanisa. Ndugu yangu atafufuka. Kisi Mungu haiko limite na akatosha yenyewe itakuyaka akamwambia tunaenda. Sababu ninakiri hivi yenye wako na wazia nitakupata mfitini ikupate mpresa. Inasema ndoa ni wako na wazia uliana mpresa simple asante la parole tout est possible. Biblia inasema alipofika mbele ya kaburi yeye haiko mimi ndakuwa haiko mie nilikuwa anaitwa mimi anaitwa Yesu anaitwa Yesu niko Yesu akasema kama Yesu nitoshe kwanza hili kisi nye peke mwili kisi mpigane nalo sana toa Biblia inaongea mfuke kasolo ya kioso ya biloko akopola ikatoka kaburi makina kati na kunda Martha akamwambia Yesu atako nafasa mra hata usaliti mtoso unasikia ozoyoka alisha nuka asia poli. Yesu ndio akamwambia ayebisaki nilikwambia sinayebisakio kama utaamini sio kondi maka hapana utaona ezali ukomona ngaka unaona Yesu akaipa Lazaro. Yesu akaipa Lazaro parce pale la kutile shuba ilishinda kuulisha mtuaji kawaida ilishinda kufanya kazi ikabidi neno aongee ili apande msema neno alipoongea akaita aliyeoza akaita aliyeoza alikuwa nasikia yalisa naoza na akaona nikashibanisha kwa ajili ya kuoza anashindwa koza sishindwa inataka kuita katika shesui nikamwita sauti yangu ikapeleka uzima ya kweli. Biblia inaongea aliyeinuka akatoka. Sasa shida akatoka amefufuka. Hatutaisha mkuu baada ya kutoka alikuwa Barcelona
Leo harusi yako itafunguliwa. Neno la Mungu au neno anafungua haisianza vikupanda anasema wende yeke huko nasikia kwa watu wako mumaumimu iko nasikia kuimba wako lakini ukamwambia kuoneshe kwa yeye uko mwenye iko business iko nasikia kila afua business lakini macho yake aliko kuko wenye Mungu aliambia hii mwaka nimeikupa paske masio atauchebani sauti tapeli lakini macho ikatiwa ndio maana Yesu kwa nini afungulika? Maana hata yeye kama akienda hatafika mbali. Kama akienda bahali apite ubarabara anaweza pita chomani. Yesu anaweza kutembea lakini sharti na macho kwa kitena kuna yale mambo ambayo mpaka sasa macho ya watu haijaona, masikio ya watu haijasikia. Vile venye watu hawayaona, venye watu hawayasikia, Mungu anaangalia wale walio wale wanaomtumaini, wale wanaomtegemea. Yako watu wanaoniona lakini nabii alishakaona ya kidogo, maana Mungu anampaka tumbisha lakini madegao anasiachua pesa kwa katika maombi ya haijatosha, inataka nione na watu inaletaka resi Mungu akaongea kama Mungu anaongea. Mungu akajitesia afya ilikuwa ishazorota, akajitesia Mungu aliye neno magonjwa haiwezi kuelezea, akajitesia kuachilia neno na hii saa iko na destiny kuachilia neno kuimani niliko fetile kuimani niliko fetile niko na achuliwa
aliwa akasema, ya mtu na aliwa alubaki. Oui, je sais. Kweli ninajua. Mon rédempteur. Mtetezi wangu yeye iko na uzima. Mtetezi wangu yu hai. Mimi ninafanya sina wa kunitetea. Ya mkiko sana zaidi mtu nazama unomedite. Selongi siniko na jiona. Mimi nasomita huyu. Wa kunitetea sina. Mimi nana sana hizi. Alikuwa akasema, ya bado wapi? Msimuli yangu inani. Akasema sote na niko mbele. Lakini mune ndani. Sina kazi na kazi. Ninajua. Na yeye ya kwamba mtetezi iko hai. Asana komo. Senye wote wakanidhamani. Akimaliza kusimama, yeye atasimama wa mwisho. Akasimama wa kwanza. Hautajua. Sekuwa inapigwa. Yule mtetezi wako. Yule mtetezi wako. Asimame. Na kutetee. Asimame. Atetee wanako. Asimame. Atetee mke wako. Asimame. Atetee mjamzito wako. Asimame. Atetee kesi yako. Inaweza kosa watetee. Lakini hawezi kosa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua Na yeye ya kwamba mtetezi wangu yu hai. Neno hawezi zuilika. Liyo baba kama kaya mote. Neno haiwezi zuilika. Bakagera kanunga nzilate. Hata kwa wakati, Ata na ngonga. hata kwa majira. Ata na ngonga ususu wa La parole ne peut pas être empêchée. Neno haliwezi zuilika. Ni par le temps, Hata kwa wakati. ni par les Hata circonstances. kwa majira. Ni kusema hivi, Ndilo la huyu. hata kama circonstances hazipeleke, Ata soki ngonga tititelo. lakini haiwezi zuisa neno. Jamais ukio pelisa ndio. Ndio maana Yakotina. anaongeaka na linalina masikio Alobakabilio bezana matoi. na linasikia. Yoki. Maana circonstances Wende ngonga. haiwezi zuisa Mungu. Ukio pelisa nzambe de. Kuna siku zenye zinapita, Na nikolele kaki. circonstances Ngonga. haikuapeshe Mungu asikuchunge. Epekisa kitenza kama kila yote. Ulikuwa tu unastuka, Ufaiko situka. ukisikia puu unasema yes. Somebody Yesu. Usifikiri umesema yes, Organizatero ni Yesu. je, imemwita na kuchunga. Ne ayepo abatela. Anakuchunga Ya batela kayo. maana Wetu alishakatanka pe alora deja. kwamba hii mwaka Kula oyo. ataikumalizisha. Kama ni Mungu ndio alisemaka, Sokinza beneno baba. kama ni Mungu. Sokeza nza. Kama mimi nasema kama, Sombe misuki zanza. kusema kuko wanaweza sema, Nino wangezana batu bakukiko loba. na kama wanaweza sema Pesoki bakukiko loba. tanke Mungu hayasema, Soki na mzamba no ita. tanke Mungu hayaongea, Soki na mzamba sorogele waze. hakuna Eloko mokoze. kenye kinaweza Ole koki. kukutosha kumsingi. Ulomola yona mokokona yo. Ndio maana Ya kotina. katika maombi yako Na kati na mabondo yona yo. unapoomba Tako zobonela. umwambie Bwana, Yebi sansa. wewe ni neno, Yosa ni loba. ongea sasa. Lobakasi. Maana Biblia inasema Sete Biblia zaniko loba. vyote Nyoso. vinavyoonekana Wewe somona. na visivyoonekana Wewe somona na te. vilifanyika kwa nani? Sema kina nani? Vilifanyika kwa nani? Neno. Huyo neno Ndiyo waoyo. ana uwezo Asana makoki. ya kufanya vitu Yako sana biloko. visivyoonekana Wewe somona na te. vinaonekana. Ndio nani? Ana uwezo Asana makoki. ya kufanya vitu Yako sana biloko. visivyosikika Wewe somona kwa mate. vinasikika Ndio kama. na vitasikika. Peko yoka. Watu watakusikia, Wako yoka ino. haitoshua utasema, Peko yoko. lakini maana neno Asipai ino. alishaongea.
acha neno aunde kitu, acha neno aunde kitu, acha neno akufungue, acha neno akupeleke, neno ikufikishe, neno ikupeleke, neno akuingize. Nasema uperse, uperse, utaperse, ilisee itaperse, maana una neno na hakuna mamlaka yenye inaweza ya neno la Mungu. Sana kitambo ile nasema hata katika bonde la uvuli wa mauti, kama ameshaongea ukipita mbonde ya mauti acha kuendelea kesho. Leo Mungu apige.